niwapongeze. Nawapongeza kwa sababu utajiri mkubwa ambao binadamu Mungu amempa ni idea. Ukifika mahala umeishiwa idea, ndio mwisho wako wa mafanikio. Kwa sababu kama idea imeisha, maana yake wenye idea watakuongoza namna ya kuishi. Lakini kama idea zipo, maana yake utaendelea kuprevail na kuonyesha ukubwa wako. Wazo hili ni kubwa na ni wazo lenu, sio wazo la serikali. Sisi tunapopata watu wanaowaza positive, jukumu letu ni kuwashika mkono na kuwasukuma waweze kutimiza kile ambacho wanacho ndani ya mioyo yao. Kwa hiyo kwa ukweli, bila kumoja maneno, sana kwa sababu wazo hili haliishii tu kuwarejesha kwenye nafasi zenu, bali linatukumbusha historia ya muziki wetu tulikotoka. Linakumbusha nafasi ya mwanadamu inavyoweza kupanda na kushuka. Lakini pia linawaleta watu kwa pamoja na kuwafanya waendelee kwa taifa moja kama ambavyo Mungu alikusudia. Kwa hiyo hongereni sana wote ambao wamelipokea na kukubali kushiriki. Najua wasanii wako zaidi ya 50, 100, lakini nyinyi ambao mmeweza kukubaliana mkafika mpaka idadi ya 30 ngapi? 38. Ni hakika kwamba mmechagua jambo lililo jema. La pili, mfahamu muziki hauna chama, muziki hauna dini, na muziki hauna kabila. Unamgusa mtu katika mazingira yake yoyote yale. Unaweza kumuona mwendesha guta, lakini kuna nyimbo za kina Dully Sax ziko namfanya anaendelea kukomaa kupiga muziki. Namkuta mtu mwingine anaweza kukuta kabisa ni kiongozi wa dini, lakini yako mashairi fulani anaweza akaa yuko peke yake chumbani akayaimba. Unamkuta mzazi mwingine alikuwa hapendi kabisa, lakini akisikiza mashairi yale yanavyofundisha, anaanza kabisa, mtoto wangu angeelewa akasikiliza huyu mtunzi na mwimbaji huyu, inawezekana leo haya nayo yapigia kelele nisingeweza kuyapigia kelele kwa sababu mwanangu angeweza kujifunza. Kwa namna hiyo ni kwamba serikali ya Rais wetu Samia itaendelea kuhakikisha inawashika mkono, si tu kwa ajili ya tarehe 10, hata kwenda nje ya mkoa wa Dar es Salaam na kuwafikia mashabiki wa Kitanzania na walioko nje ya Tanzania, ambao kwa kweli kwao muziki kama wanasema wanavuka mpaka. Ukienda wapi Kavu kule Bukavu, utakuta kuna watu wanaimba nyimbo zetu. Na ndio maana nimesema hapo pointi yangu ya pili kwamba muziki hauna dini, hauna kabila, hauna chama, maana yake una uwezo wa kutuunganisha wote. Na sisi tungetamani wizara yetu kupitia tasnia hii ya muziki, ya filamu, ya mpira, iwafanye Watanzania waone ni Watanzania na hawana sababu ya kubaguana na kuumizana wakati taifa lao linawategemea na wao hawana taifa jingine zaidi ya Tanzania. Jambo la tatu, nitamani sana, bahati nzuri ni kwamba kipindi hiki kina mambo yanapandiliana, lakini nitamani sana hizo ratiba zinazofuata tuchanganye kama ambavyo tumezoea kipindi cha zamani tulikuwa tunachanganya. Yaani mnakuwa na muziki unapigwa pale, leaders pale wanakuwa wasanii wetu wa ndani, tunawatafuta na wasanii wa nje wanakuja Kwa hiyo tulianza, nilimshirikisha Babtale, tulianza kujadiliana na management ya Snoop Dogg ili aweze mjadala. Tulianza mjadala na management yake, lakini sasa changamoto imejikuta tarehe tunaotaka kufanya tukio letu la tarehe 10 na tarehe ambayo yeye anapatikana vinakinzana. Maana yake tarehe zake ziko tight kwa ratiba nyingi. Kwa hiyo nikatamani ya kwamba kwenye hizi ratiba ambazo zinafuata za kwenda nje ambako ndio mashabiki wenu wengi wapo, basi tuangalie hata kama sio Snoop, tunaweza kuangalia
watu wengine wawili watatu, mmoja mwenye nafasi akashiriki pamoja na sisi, tukaweza kuchanganya pia na kuonyesha network yetu kwamba haijafa. Kama wenzetu wale wanaendelea kuheshimika na wanafanya kazi zao, basi na sisi tunaistahili hiyo heshima tuweze kuipata. Jambo la nne ambalo nilikuwa nalitamani mlielewe, nyinyi ni mabalozi wa Kiswahili. Utunzi wenu unakuza lugha yetu. Kiswahili kinafika kwenye nchi nyingi sana kwa sababu ya mziki tuliokuwa nao, bongo flava tuliokuwa nayo, sengeli tunaendelea kuikuza. Kwa mara nyingine ni kwamba mwaka huu kwa mara ya kwanza chini ya uongozi wa Daktari Samia, Kiswahili kimepata heshima ya kutambulika na UNESCO, na kupitia kutambulika huko, mwaka huu tarehe 7 tunaadhimisha Kiswahili kama siku maalumu duniani ya lugha ya Kiswahili, na inafanyika Ufaransa. Na hivi ninavyoongea timu ya wizara imeshatangulia, na mimi mwenyewe kesho nitakuwa safarini kwenda Ufaransa, na tunafanya matukio kwa siku 4 kuanzia tarehe 4, tarehe 5, tarehe 6 mpaka tarehe 7 ambayo siku ya kilele. Na sherehe hizi itahitimishwa na hiyo tarehe 7 siku ya Kiswahili duniani pale kwenye ukumbi wa Umoja wa UNESCO ulioko pale Paris. Ni jambo kubwa sana, na historia ya lugha yetu hii ndiyo imefanya Tanzania imeendelea kuwa moja. Na ndio maana kauli mbiu tunasema Kiswahili ni tunu ya amani na uchumi endelevu. Maana yake ni kwamba ili amani iwepo, lugha inafanya watu wanaongea, wanaelewana. Fikiria tusingekuwa tuna Kiswahili, tukawa na makabila yetu 126. Alafu kila kabila linaongea lugha yake. Alafu linaingia pale Kariakoo unawakuta. Sasa wewe umekuja na Kisukuma chako kutoka huko Mwanza, unakutana pale Kariakoo, unamchaga, unakutana na ndugu zetu wale wa kutoka Morogoro, Waluguru, unakutana sasa hapo nabishana hata kununua kitu. Sasa unakutana na Makonde pale yuko pale. Na yeye anapiga lugha yake. Au unakuta hao ndugu zetu wa kutoka Njombe wamekamata pale. Kwa hiyo unaweza kaona ni jambo rahisi. Lakini imagine kwamba lugha 126. Okay, tusiende kwenye manunuzi. Twende tungekuwa tunasomaje? Yaani kwa maana watu wanatoka Arusha, Wamasai pale, Wameru pale, wakiwa wanasoma shule ya msingi, wanasoma kwa lugha yao. Sasa ndio lugha iliyoko pale. Alafu sasa sio wakifika wapi ndio waanze kuongea lugha. Kwa tungejikuta mgogoro wa lugha huu ungetufikisha mahala pakubwa sana. Maana tungeanza kubaguana kwa sababu ya lugha zetu. Watu wa lugha fulani wenye wingi wa watu waliofanikiwa kutangulia kupata kazi wangeendeleza lugha yao tu au kabila lao. Tungeenda hivyo hivyo. Na hata kwa viongozi wa dini fikiria kungelikuwa, yani kuna kanisa linasali Kimasai tu yani. Unaingia huko unakuta kuna kanisa jingine huko wanafundisha Kidigo tu. Unakuta huko na kwa hiyo wazee wetu hawa waasisi wa taifa letu walifanya kazi kubwa sana kuifanya Tanzania hii kokote kule kwenye kona yoyote, uwe Ukerewe, uwe Mtwara, uwe Mbamba Bay kule, uwe Zanzibar kule Pemba, uwe Chato kule, wote wanaongea lugha. Na hii ndio imetufanya tumependana, tumeheshimiana na tumefanya taifa limeendelea kuwa na amani. Kwa hiyo tarehe 7 ni siku si tu ya Kiswahili duniani, bali siku ya kukumbuka historia ya taifa letu la Tanzania na namna ambavyo wazee wetu wametujengea lugha, na kubwa kuliko namna ambavyo lugha hii imekuwa msingi wa amani na umoja wa taifa letu. Kwa hiyo nyinyi wasanii ni nguzo muhimu sana na ni maagent wakubwa wa kusafirisha lugha ya Kiswahili kwenda kuenea duniani. Na mfahamu tu kwamba Kiswahili ndio lugha pekee iliyotambuliwa na UNESCO katika lugha zote zilizoko bara Afrika. Yaani hiyo ni advantage nyingine. Maana yake sisi, yani Kiswahili sasa imekuwa ndio lugha pekee ambayo
nakumbuka nishawahi kwenda nchi moja, tulikuwa kwenye mkutano mmoja unahitaji translator 7. Yaani mkutano mmoja lazima kuna makalimani 7. Alafu wakalimani wote wale hakuna lugha ya hilo taifa. Yaani wana malugha yaliyoletwa na watu na mataifa mengine. Kwa hiyo ni jambo moja la kujivunia, na kwa kweli bila kuchelewa, nyinyi ni watu mnaostahili kupongezwa sana. Wasanii mmepromoti kwa kiwango kikubwa sana, ukifanya Kiswahili kifike hapa kilipofika, kwa sababu nyimbo zenu hizi zimepenya kwenye anga nyingi. Mnakumbuka hata movie zimefikia hatua mpaka wanakuja Wakorea watu gani inabidi watumie lugha ya kwetu. Na ndio maana ukienda Kongo, ukienda Rwanda, ukienda Uganda, ukienda Burundi, ukienda South Africa, ukienda Zimbabwe, kote. Na juzi wakati nimempokea rais wa Namibia, tulivyoenda pale Kongwa, pale ilikuwa ni kambi ya mataifa mbalimbali yanayotafuta uhuru wa Afrika. Pale lugha walikuwa wanatumia ni Kiswahili. Kwa utawakuta wakina Sam Masheri, utawakuta wakina Patrice Lumumba, utawakuta wakina Mugabe, utawakuta wazee wetu wote hawa walikuwa wanajifunza, wanaongea nini? Kiswahili. Na ndio maana Mheshimiwa Rais aliyekuja anaongea naye nini? Kiswahili. Kwa hiyo ni heshima kubwa ambayo taifa letu imeipata dunia kutambua lugha yetu ya Kiswahili, lakini heshima kubwa zaidi kwenu nyinyi ambao mmewafanya watu waupende lugha ya Kiswahili kupitia kazi ya sanaa mliokuwa mnaifanya. Na tunategemea utakuwa na tamasha pale Ifutawa pale. Utakuwa na usiku, of course itakuwa ni siku ya Mswahili. Kwa hiyo tumeuchukua ule mnara ule tunaofanyia fujo. Roho yangu inaniuma tu kwamba yani vitu vinaingiliana. Itakiwa nyinyi wenye lugha yenu ndio mko mnatamba kwenye mitaa ya Ufaransa pale kuonyesha bwana tumekuja wenye lugha yenyewe. Yaani sisi ndio wenye lugha, lakini kwa kuwa Mungu ni mwema, always kuna nafasi ambayo inatokea katika mawazo yanavyopatikana. Mawili ya mwisho. Swala la afya ni swala muhimu sana. Na mkilizia haina mlio unaonyesha haina simu ulioshikwa. Kwamba mkilizia swala hili nilete ombi kwenu. Na niombe kulifanya katika mawazo haya. Tuwe na kikao kati yangu mimi na waziri wetu wa afya, ambapo tutahitaji ridhaa ya Mheshimiwa Rais alizie nyinyi ambao tarehe 10 mtafanya tamasha, ndio msimame kuibeba kampeni ya bima ya afya kwa wote nchi nzima. Yaani tufanye ni mradi, tutafute basi la kwenu, tutafute saundi ya kwenu, mnaenda kituo hadi kituo kuwaelimisha Watanzania umuhimu wa kuwa na bima ya afya. Na uzuri nyinyi mnaaminika. Nyinyi mkifika mahala hamna haja ya kubeba tarumbeta kuambia watu njoo. Watu wana hamu ya kuwasikiliza. Lakini kubwa kuliko yote, mmepita kwenye haya maisha. Kuna kipindi mlikuwa mkienda kwenye show unalipwa hata milioni 100. Kwa hiyo una uhakika kwamba hela ipo tu. Lakini kuna kipindi show haipo. Kwa hiyo wewe una uwezo wa kumpa ujumbe mwananchi ukamweleza kwamba leo hii unaweza kujihisi una uwezo wa kujitibu. Lakini nyakati zinabadilika. Bima ya afya inakupa uhakika wa nyakati zote ya kwamba ukilipia mwaka mzima uko comfortable kwamba chochote kitakachotokea una uwezo wa Nyinyi mnafahamu inafika mahala unaambiwa fulani anaumwa, tutafute hela afanye nini ya kumchangia. Sasa kwenye kuchanga wako walio tayari kuchanga na wengine hawako tayari. Kuna wakati mwingine unaweza kujikuta mnauza hata mali iliyokuepo, alafu hata ukija kupona unakuja kwenye udimbo nini au maskini, kwa sababu unajua ukiuza ulichokuwa nacho umepona, sasa unafanyaje? Kukirejesha kazi ngumu. Kwa hiyo naomba kwa unyenyekevu mkubwa mlidhie, ni muombe waziri wangu wa afya, tushirikiane na wizara yetu ya habari, sanaa na utamaduni,
tuwaite watu wa bima yetu ya afya, tukae kwa pamoja, tutengeneze mpango wa pamoja ambao nyinyi mtakuwa sehemu ya huo mpango, lakini nyinyi ndio mko machampion wa kuhakikisha kwamba ndoto ya Daktari Samia Suluhu Hassan ya kuhakikisha kwamba kila mwananchi wa taifa hili si tu kwamba na bima ya afya, bali anaelewa umuhimu wa bima ya afya ili kupunguza madhara makubwa ambayo Watanzania wengi wanayapata kutokana na kutokuwa na uhakika wa matibabu. Kwa hilo mkiliona linafaa, mimi nitafurahi kuona kwamba tunashirikiana ili tulifanye. Twende kwenye mitaa ambayo tukao tukiingia barabara zinafungwa, basi tukawapelekea ujumbe wa heri. Na hili jambo ni la baraka. Unajua kuna mtu anaweza asikuelewe leo, lakini akishakuwa na ile bima ya afya atakumwona, kumbe Feruzi ananiambia jambo la maana sana. Hivi nisingekuwa nayo hii ingekuwaje? Kwa na imani ya kwamba tutaweza kusaidia kufanya. La mwisho, niliwapongeze kwa kwenda kumwona Mkubwa Fella. Ni jambo watu wengi wakisha umwa wanapoteza ndugu, wanapoteza marafiki, na hata ukipiga simu watu hawapokei, kila mtu yuko bize anapambana nini na maisha yake. Lakini nyinyi kitendo cha kwenda kumwona Mkubwa Fella mlifanya jambo la maana la busara, na ninawapongeza kwa sababu pia mmeonyesha ubinadamu wa kuendelea kukumbukana. Na nilisikia pale kulikuwa na ombi ana mimi uende, yani ndio mali. Yes, aliomba vifaa vya mazoezi ya kufanyia okay. Na Mkubwa Fella anatumia bima? Basi sisi tufanye nafikiri kiongozi wetu Madii, kwa sababu upo na kuna wakati unakuwa msemaji wa waziri, kuna wakati unakuwa msemaji wa timu yetu hii. Kwa nafikiri utatupa orodha ya hivyo vifaa vya mazoezi alafu tuvitafute, na nadhani kwa mchango wake Mkubwa Fella na wote tutakubaliana katika kukuza tasnia yetu hii ya muziki, lakini pia kupunguza tatizo la ajira, kwa sababu unajua anza kukumbuka kuanzia ya Moto Bendi mpaka haya matokeo ya wasanii tulionao hawa, unaona kabisa kwamba kuna kazi kubwa ilikuwa inafanywa, na in fact amefanya kazi kubwa kuliko hata baadhi ya taasisi za serikali. Nilikuwa naulizaga watu wangu pale kwenye wizara kwamba hivi wale wanaosoma kule huwa wanaendaga wapi? Wewe unaosoma kule ukiwatafuta watu watasubwa. Ukakuta unaosoma kule mtaani uwaoni, alafu wale waliotengenezwa na kina Mkubwa Fella ndio wako wapi? Kwa Mkubwa Fella alifaa kuwa hata mkuu wa chuo kwa kazi nzuri aliyoifanya. Na mimi kama mtu anayetambua mchango wake, naomba kuanzia mwezi wa 7 tarehe 1 gharama zake zote za matibabu tuzibebe. Ikiwa ni sehemu ya kurudisha shukrani yetu kwake kwa mchango mkubwa aliyoutoa, kwa sababu sio jambo rahisi kumpata mtu wa aina ya Fella, na Watanzania wote wanakumbuka yani, nafikiri ndio makundi kina dada Asha Baraka kina Twanga Pepeta kwenye upande na TMK kwenye upande huo moyo watu wenye vipaji vya serikali watambua, na wakati wa shida zao serikali inawakimbilia na kuwakumbatia kama sehemu ya kuwapa faraja. Nafikiri kuanzia leo, maana yake akitaka kwenda kliniki, akitaka kufanya nini, si tuhangaike na hilo jambo, kuhakikisha kwamba mpaka anarejea kwenye afya yake ambayo Mwenyezi Mungu ameweza kukusudia. La mwisho sasa ni kuwaomba Watanzania, tarehe 10 sio mbali. Hebu tufanye tarehe 10 itumike kama siku ya kutukumbusha tumetoka wapi,
na itupe nafasi ya kujua hatua tuliyopiga, itupe nafasi ya kutathmini utunzi wa nyimbo zetu na mchango wake katika maendeleo ya taifa letu. Ziko nyimbo ambazo tukizitathmini vizuri tutagundua mchango mkubwa wa kufanya watu wawaheshimu hata wazazi, wa kufanya watu wafanye kazi. Mnakumbuka kuna nyimbo hata za kina Christian Bella, unaamka asubuhi anaongelea habari ya jogoo limefanya nini, limewika, kumepambasuka, watu waende kulima. Mambo haya yote yalifanywa na wasanii wetu hawa. Kwa hiyo tunapoenda kujitokeza kwa wingi tarehe 10 kujaza ukumbi wa Mlimani City, si tu kwamba tunaenda kuburudika na kufurahi, bali tunapata nafasi ya kuitafakari na kuiangalia historia ya taifa letu katika tasnia ya muziki, namna gani tumepiga hatua. Leo tunao wasanii wanaomiliki magari, waliojenga nyumba, walioweza kutengeneza mpaka na vituo vya redio na TV, wana makampuni wameajiri. Lakini yote ni safari iliyoanzwa na hawa kaka zetu na dada zetu ambao tunawafahamu Tala Thomas. Jambo hili lituonyeshe pia nzuri ina watu waendelee na kupitia muziki inaotungwa na watunzi wetu na wasanii. Kwa hiyo naomba sana Watanzania tuwaunge mkono wasanii wetu, tiketi zetu vinajulikana wapi zinapatikana. Twendeni tukakumbuke wapi tumetoka, twendeni tukatathmini safari yetu ya muziki, lakini mwisho wa yote networking. Mkaa bure si sawa na mtembea bure. Ukitoka hata kama una njaa, ukikutana na wenzako, kuna kahali fulani kaamani fulani katakuwa. Na inawezekana ndio kutoka kwako. Yaani inawezekana mchongo wako. Naambia watu, hakuna mtu anayejua formula ya kupata mke. Wanaume wote tunakubaliana. Yaani kuna watu walikutana na mkewe kwenye basi. Kuna mtu alikutana na mke wake kanisani. Kuna watu msibani pale wanazika, mtu anapiga mahesabu, ameona mtu afanye nini? Yawezekana tarehe 10 pia kama wewe ambaye umekaa muda mrefu hujaonwa, basi Mlimani City katumika kukuona na maisha yako yakawa yamebadilika. Lakini pia ni fursa kwa watu kuangalia biashara zingine, kujenga umoja wetu na kukutana kama Watanzania pasipokuwa na hofu yoyote. Kwa hiyo mimi naomba sana Watanzania tuwaunge mkono wasanii wetu. Twendeni tukafurahie kazi nzuri, muziki mzuri uliojaa maadili ya Kitanzania, na si tu hivyo unaochochea hamasa ya kujenga upendo na umoja ndani ya taifa letu. Nadhani kwa haya niliyosema na kwa hii shughuli iliyoko hapa, naongea mimi lakini natoka jasho mtu mwingine. Na mimi nitakuwa nimesema kwa ufupi sana. Na hiyo ni kutokana na ndugu yangu hapa nilivyomuona. Vinginevyo ningekuwa naendelea kuongea. Ila nawashukuru sana 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 sana. Kalapi, nafahamu mchango wako ni mkubwa sana. Amepambana kwenye mambo ya madawa ya kulevya na amefanya kazi nzuri, na wengine kila mmoja kwa namna yake. Feruzi hapa amekuwa balozi, hata nyimbo zake zile ni balozi mzuri sana wa kuhamasisha na kwa kufanya watu waendelee kupambana na mambo ya maambukizo ya ugonjwa wa ukimwi. Nakumbuka si zamani wakati tunaingia hapa mjini hapa, kulikuwa na nyimbo ambazo ukiusikia ni kwanza ni kama vile unapata introduction ya Dar es Salaam jinsi na ndio maana nilivyomuona Profesa Jay anaumwa kipindi kile nikiwa mwenezi, sikusita kwenda kumuona hata kama ni chama tofauti na chama cha kwangu, sababu ya kazi nzuri aliyoifanya. Na nilivyoenda kumkuta nikamkuta yuko mbali, na mimi kule niliumia kwa sababu nimeona Profesa Jay anavokaa kule ilikuwa ni mbali, na unatakiwa utoke kule uje ufanye kliniki yako wapi? Muhimbili. Kwa mimi ndio nimeamua kumhamisha kule na kumhamisha Masaki. Unaona? Kwa sababu sikuona, yani sio swala la chama kwamba eti huyu yuko chama hiki, wewe uko chama kingine, hapana. Kwangu mimi muhimu sio Chadema wala CCM. Kwangu mimi kazi na mchango wake chini ya falsafa ya mama yetu mpendwa Daktari Samia, utu wa binadamu unalindwa na kweli. Nikamwambia profesa, hapana, huku lazima uhame. Na namfurahia sasa hivi ukienda utamkuta huko Masaki pale, basi ni sehemu mojawapo ya kutambua kazi yake nzuri
aliyoifanya kuliko kumwacha mwenzenu anaendelea kuteseka, wakati ni mtu muhimu na mtu wa faida kubwa kwa taifa letu. Na imani pia hata huku mtakuwa mko pamoja naye kuhakikisha kwamba mambo yanakwenda vizuri. Baada ya kusema tumemaliza, kwa sababu hujathamini kazi ya wenzako na wewe kwako tunaiacha.